أيها الإخوة، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، ولقد فاز المتقون. يقول الحق مولى سبحانه وتعالى في محكم كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العلي العظيم. Ndugu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na maghfira kipenzi wa daraja Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, leo tukiwa tunakamilisha hoja ya tatu ambayo kwamba tulioanza katika Ijumaa ya kwanza, ambayo kwamba ilikuwa Ijumaa ile tukizungumza al-i'dad au isti'dad al-insan kabla dukhuli Ramadhan, maandalizi ya huyu mwanadamu au shabab kabla hajaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na katika maandalizi haya tuligawanya aina tatu ya kimaandalizi. Awalan, tukazungumza i'dadul jismiyu, yani maandalizi ya kimwili, na tukaona namna gani kama Muislamu anastahili awe na nidhamul jismiyu, awe na program ya kutumia mwili wake ili kujiandaa kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ijumaa iliyopita tukazungumzia hoja ya pili, al-i'dad, ambayo kwamba mwanadamu anastahili awe nayo kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni i'dadul aqli. Lazima awe na maandalizi ya kifikra kabla hujakuwa ni mwenye kufunga, kabla mwezi mtukufu wa Ramadhani haujaandama. Ni lazima ujiandae kisaikolojia, namna ya vipi utakapotembea na fursatu dhahabia, golden chance hii ya siku 29 au 30. Leo tutamaliza hoja ya tatu ambayo kwamba ni i'dadu ruhi, maandalizi ya kiroho, maandalizi ya kiibada, maandalizi ya uchamungu, ndio ambayo kwamba ni kiini au ni isti'dad ambayo kwamba itapelekea kukamilika kwake baada ya kuwa maandalizi ya kimwili na kiakili. Ndio mwanadamu sasa awe na maandalizi ya kinafsi. Wanasema la yakfi an yakuna al-aqlu mustamidan au musta'iddan, haiwezekani kuwa hii akili ya mwanadamu iwe tayari kwa kujiandaa idha kana alqalbu muthqilan bidhunubi walghafla, ikiwa huu moyo wa mwanadamu ni mzito ambao kwamba umebeba madhambi na vile vile katika kughafilika kwake. Fa Ramadhan, hii Ramadhani ambayo kwamba tunaitarajia, shahrun ihya'ul qulubi qabla al-abdan, ni mwezi ambao kwamba ni wa kuhuisha mioyo kabla ya mwili. Moyo wa mwanadamu huwa umeenda kubadilika kwa mwaka au kwa miezi au kwa wiki, madakika, hata sekunde. Na huu moyo wa mwanadamu huwa mara nyingi umeumbwa fitriyun, yani hauna doti leusi. Ni kama hilo shati umelivaa, wakati ukilinunua
huwa linakuwa weupe wake ni tofauti wa namna siku zinavyotembea. Ima uingize doa lisilofutika ama uingize doa linalofutika, huo ni moyo. Lakini asili yake ya huu moyo ni kuwa ni baydawi, yani moyo ule ni rangi nyeupe. Sasa kwa huyu mwanadamu ambaye kwamba anataka kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni aweko tayari kununua sabuni inaofua au inaotoa doa hilo, ni aweko tayari kuchukua misasa ya kufuta yale ambayo kwamba hukuyakuta ile siku ukilinunua shati kama hilo, ili uingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ukiwa moyo wako ni msafi. Na katika huu moyo wa mwanadamu, namna unavyoingia vidoti vyeusi, tahawalatu min al-abyad ila al-aswad, moyo ule unabadilika kutoka katika weupe kuingia katika weusi. Sasa ni vipi tutaweza kubadilisha huu moyo ambao kwamba ndani yake uko na hikdi, ndani yake uko na chuki, ndani yake uko na fitna, ndani yake kuna wizi, ndani yake kuna kusengenya, ndani yake kuna kuacha swala, madhambi yote yale ambayo kwamba unayajua, kabiratan wa saghira, yawe ni makubwa madhambi yale au ni madogo, balo hilo litaonekana ni doti katika shati lako. Na mara nyingi katika weupe wa lile shati kikionekana kidoti kimoja keusi, macho yote yataenda katika kidoti kile keusi, mbali ya kuwa weupe ni mwingi kuliko weusi. Sasa mwanadamu katika maisha yake, yani itaka kuonesha kuwa huyu mwanadamu yeye ni mkoseaji. Madamu uko katika neno la kueni bin Adam, ni lazima kila masaa uwe tayari kurudi na kuyafuta yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuumba sivyo ambavyo kwamba sahihi upo. Lidhan tunajiuliza swali, kaifa nuhayyu arwahana li Ramadhan, vipi tutakuwa ni wenye kuitakasa, vipi tutakuwa ni wenye kuiandaa roho zetu na nafsi zetu hizi kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kuna nukta takriban 3 za kimsingi sana. Nukta ya kwanza, at-tauba. Ni lazima mwanadamu awe tayari kuingia katika mlango wa kutubia, na huu mlango vile Mwenyezi Mungu anavyotupenda ameufungua lailatan wa nahara, usiku na mchana, alafu halipishi, na vile vile haistahili mwanadamu aweko katika tohara, yani ni wakati wowote na sehemu yoyote unaweza kutubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia suratu Tahrim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ndio ukitizama hii tauba ni mlango wa kuingia watu ambao kwamba wamekamilisha masharti yale ili kukubaliwa tauba kama ile. Ndio utaona katika hii aya nitakayoisoma, Mwenyezi Mungu hakuzungumza na Waislamu, amezungumza na waumini. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hakusema ya ayyuhal muslimun, hapana. Hii tayari itakuwa mandisha kuwa kuna exception hapa ya Waislamu. Hii ni da wito huu umeenda direct kwa wale ambao kwamba wanamwamini Mwenyezi Mungu, si Waislamu. Sasa ikiwa wewe uko katika imanun sadiqa, imani ya kweli ya kumwamini Mwenyezi Mungu, hii aya uko ndani. Ya ayyuhalladhina
amanu, enyi mlioamini jamani, tubu ila Allahi, rudini kwa Mwenyezi Mungu. Lakini si kurudi tu, kuna masharti ambayo kama masharti haya yataenda kukupatia ile taubatan nasuha. Ikiwa hutaenda kukamilisha masharti ya kuingia katika ule mlango wa tauba, hutoweza kuwa na taubatan nasuha. Na Mwenyezi Mungu hapa hataki tauba yote, anataka tauba ya kisawa sawa. Sasa hakuna maandalizi ya kiroho bila toba ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaikubali kwa masharti ambayo kwamba ameyaweka yeye kukubaliwa ile tauba. Nikipita kwa haraka kwa kulingana na muda, tauba yastahili iombweje, wakati gani au vipi? Neno tauba tayari ni masharti ya kukuonesha uko tayari kuingia katika huu mlango, yani umeridhia kuwa wewe ni mkoseaji. Wewe ni lazima uwe umesarenda mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singe katika tauba wakati Mungu nilikuwa tu nimeteleza, lakini hiyo si hivyo, haiko hivyo hiyo ni lazima ukubali kuwa mimi ni mwizi. Yani wakiri kuanzia kutoka katika moyo wako kuamini Mwenyezi Mungu, mimi ni msengenyaji, mimi ni tayari kusala, naacha sala ya Rabb. Kubali kwanza aridha bidhunubik, ni lazima uridhie na ukubali kuwa wewe ni mgonjwa. Baada ya hapo ni lazima uwe na nia ya kuwa hili ambalo kwamba ninalolifanya sitolirudia tena ya Rabb. Si kuwa uende tu kuwa sinikoseni kwenda na kuregea, hapana. Katika sharti ya kukubalika tauba yako ni lazima utie nia tunswadika, nia ya ukweli kuwa ninatubia au ninarudia tena kwako ya Rabbi na sitorudia tena. Si kuwa baada ya Ramadhani basi tuonane tena, lakini hii Ramadhani wacha sasa nipunguze kuiba, wacha sasa nipunguze kusema uongo. Hapana, hii inastahili iende istimraria, yani iwe ni katika system ya maisha yako hata baada ya nini, ya Ramadhani. Tatu, ni lazima urudishe haki ya kila mmoja ambaye kwamba ulimdhulumu. Ikiwa ni kalamu ya penseli ile nusu uliona hakika kweli kwa si yako, ni uirudishe. Ikiwa ni kiatu ulichokiiba, wewe nirudishe kile kiatu. Ikiwa kuna mtu ulimkosea bila yeye kujua, umrudie. Hizi ni katika zile sheria za kimsingi ambazo kwamba unaweza kukubaliwa nini, tauba yako. Baada ya kufanya matatu, kuja katika ule mlango wa kutubia, omba ruhusa, utaona utakubaliwa na tauba yako itakuwa taubatan nasuha. Pili, katika moja ya kujiandaa kiroho kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni mwanadamu awe na usafi wa moyo. Katika istidadul jismiyu, katika Ijumaa ya kwanza na ya pili, tulikuwa tunaweka usafi au maandalizi ya kimwili pamoja na nini, na kiakili. Lakini hapa maandalizi tunayotaka ni maandalizi ya kiruhi, ya kinafsi. Ni lazima kuwe na utakasifu ambao kwamba itaenda kukutolea yale ambayo kwamba wewe ulikuwa unayafanya, yawe ni asiri au ya dhahiri. Safisha, toa ule uchafu, iweke empty. Sasa ianze tena maisha mapya ya kubeba yale mazuri ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayoridhia, na kuepuka yale yote ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ambayo kwamba ameyakataza. Hii ndio ufupisho wa ule mmea nilowaambia Ijumaa iliyopita, ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yuridu an yazra fi Ramadhan, anataka kumeza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani.
mti ambao kwamba unaitwa ucha Mungu, takwa. Sasa huu takwa hawezi kumea katika yale mioyo ambayo kwamba imesusua, mioyo yenye chuki, mioyo yenye shida na watu, muamala hakuna, imeenda kuteta, imeenda kuweka vitu za kifitna kati ya wale watu ambao kwamba wamewazunguka. Sasa moyo ni lazima uwe salima, uwe na amani, mwepesi, hafifu, wenye kuchukua mazuri na yenye kuepuka yale yaliyokuwa mabaya. Suratu Shuara, Mwenyezi Mungu sikiliza alivyounaji huu moyo. Akaanza na aya ya kusema yauma la yanfa'u malun wala balun, yani anasema katika ile siku ya kiyama mali na watoto hawezi kufaa. Pesa ulizokuwa nazo tabaki nazo, watoto uliokuwa nao tabaki, lakini kuna kitu kitabaki, illa exception, itizame, isipokuwa illa man ata Allah biqalbin, isipokuwa yule atakayekuja mbele ya Allah na moyo uliokuwa umesalimika, uko safi, unaovutia, unaonukia. Na moyo huu ndio pale wakati ukitolewa ile roho, siku ile ambao kwamba mauti yamekujia, itakapopelekwa katika mbingu ya kwanza, itakuwa ile roho, malaika wanamuuliza Allah subhanahu wa ta'ala, ni mgeni gani uliotuletea? Mbona leo harufu imekuwa nyingine? Kuna harufu nzuri inanukia, sio inaonuka. Kuna harufu ambayo kwamba inavutia, sio inakirihisha. Ni nani? Mwenyezi Mungu anasema huyu ni katika mja wangu ambaye kwamba ilikuwa wewe katika mmojawapo wa mambo anayoyafanya ni kuwa anaswali 5 maratu fil yawm, anaswali mara 5 kwa siku. Sasa wakati ameondoka katika ile sehemu pale mahali anaposujudia kila siku subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, imeenda kupata loneliness, yani imekuwa na upweke ile sehemu. Sasa leo imekuja wakati ile roho inalia kwa kuondokewa katika yule mtu ambaye kwamba ilikuwa anamsujudia, ardhi inapata upweke, inalia. Sasa leo ndio imekuja na harufu inayovutia. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao. Kinyume chake, roho ikiwa si salima, si nzuri, itakuwa inanuka, itakuwa inakirihisha. Wakati imekuja katika mbingu ya kwanza, malaika wote sema ya Rab, peleka hiyo katika mbingu ya pili, itoe, inanuka hiyo. Mtuharibia mazingira. Kila siku tumezoea kula biriani, leo tuletea sima, yani mfano kama huo. Itoe, ikipelekwa katika mbingu ya pili, malaika na wote, ya Rabbi, kunani leo? Hebu ondoa, napeleka. Itapelekwa paka katika mbingu ya 7. Haitakiwi kwa sababu inanuka. Sasa mwanadamu ni lazima apeleke zawadi, hadia min Allah subhanahu wa ta'ala, qalbun salima, yani moyo ambao kwamba umesalimika. Moyo huo ambao kwamba umesalimika, Ramadhani ile kwa sababu kwake ni safari ya kusafisha mioyo ambayo kwamba inataka kwenda kwa Mwenyezi Mungu ikiwa ni misafi. Kwa hivyo katika moja ya maandalizi ya kimoyo ni lazima tuwe tayari kupiga misasi, ni lazima tuwe tayari kusameheana, kutochukuliana, kupeana udhuru. Sisi ni Waislamu, ni lazima tuwe na nidhamu ya Kiislamu. 3, ambayo kwamba itaweza kukuandaa kimoyo kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ni dhikrun, na utulivu wa nafsi, kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ili upate makini ya nafsi yako. Kwa sababu hii nafsi ya mwanadamu
wa akbaru adu, ndio adui aliye mkubwa. Na ukitaka kujua nafsi yako ni adui mkubwa kuliko sheitani, siku za Ramadhani sheitani anafungwa, si ndio? Hakuna shetani, hata moto milango yake inafanya nini? Inafungwa. Lakini la kushangaza, ndani ya ile Ramadhani utampata mtu anaacha swala. Ndani ya ile Ramadhani utampata mtu anasengenya. Ndani ya ile Ramadhani utapata mtu anaiba. Utajiuliza tena, utasema hata Ramadhani pia wananiwekea tu changu. Kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake? Ni kwa sababu huyu mwanadamu moyo wake haujakuwa na exercise ya kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Allahu Akbar, kila wakati wa kwamba ikiwa katika faragha yako utaona mdomo wako unaenda. Ndio wale maswahaba walikuwa wakiwa hawana la maana la kumridhisha Mwenyezi Mungu kuongea, ilikuwa naweka kijiwe katika mdomoni mwao. Wakiwa wanataka kuongea zuri wanatoa. Wajua ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hii nafsi inakupeleka, inakwambia tazama zuri kile, angalia vile. Hata ndio utaambiwa kunao zinaa ya macho. Huwa wafikiriani umechukua macho, umeenda kitandani na mwanamke ukazini naye, si hivyo. Ni muangalie ile nadharatan thania, ile utizamo wako wa pili, ile ni zinaa inaekwa. Wanasema nadharatul ula lak wa thaniyatun alayk. Ukitizama mathalan mwanamke ambaye kwamba yeye unafaa kumuoa na ukamtizama tu, yani bahati mbaya, yani ukalieka hivi ukaona ukairudisha hapo kwa hapo, huandikiwi dhambi, hilo ni lako. Lakini ukarudisha tena, ukarudisha tena, hilo la pili. Sasa hapo sasa unakuwa katika mzinifu wa macho. Na ni kitu gani kinachokupeleka? Si shetani kukuzungua, ni hii nafsi yako uliobeba katika moyo wako. Sasa mara nyingine utasema ustaz, umesema la kwanza ni langu, lakini la pili sio langu, kwa hivyo hili la kwanza naligandisha. Gandisha mpaka umalize hiyo, sema sasa la pili sitaki. Huwa bado hapo umeingia katika mitego mizuri tena ambayo kwamba sheitani anayependa sana. Ndio mara nyingine katika swala pia vile vile aweza kukwambia udhu wako haujakamilika, rudia. Udhu wako bado, rudia tena, na ukarudia. Wewe ndugu yangu, katika ibada yote ukikamilisha na ukiwa na shaka nayo imepita hiyo shaka. Shida ni uko katika uso, katika mikono, na usema mimi ni kama sijaosha hapo sasa. Lakini umekamilisha kabisa, kisha usema ule udhu wangu kama hoja. Shetani, yani shetani anakuwa na wasiwasi fulani tu, yani kukuweka wewe, na hasatan sasa wewe uwe ni mtu ambaye kwamba uko katika mwelekeo mzuri wa swala, wa masala ya Qur'an. Utaona wasiwasi mpaka unakuja kuuliza swali ambalo kwamba si la kimsingi. Kwa nini mimi nikifanya hivi hii swala yangu itakubaliwa? Yani swala ambalo kwamba hata si la kimsingi. Huo ni sharril waswasil khannas, zile waswasi zinakuja kwa sababu. Kwa hivyo katika moja ambayo kwamba itakupelekea kuwa wewe uwe na moyo ambao kwamba utakuwa ni wenye kukuingiza katika Ramadhan wakati umejiandaa, ni moyo ambao kwamba umekuwa na utulivu, na vile vile ni moyo unamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Suratul Ra'd, Mwenyezi Mungu anasema ala bidhikrillahi tatma'innul. Dhikri ya Mwenyezi Mungu ndio inakupatia moyo unatulia. Hata kwa mfano unamtaja Mwenyezi Mungu na uko katika mtihani, moyo unafanya nini? Unatulia. Hata ukiwa katika vitu ambavyo kwa hujui kenda hivi ama vitu, ukawa ni mwenye kutuliza kumtaja Mwenyezi Mungu, wewe unakuwa na moyo wa utulivu. Ndugu zanguni Waislamu, Imam Ali karramallahu wajhahu anasema dawaul qalbi khamsatun ashya,
Dawa ya moyo ni vitu vingapi? Vitu vitano. Ukitaka dawa ya huo moyo wako ambao kwamba uwizi uko ndani, kusengenya uko ndani, huo wewe hutaki mazuri ya watu, wewe ukionekana tu na wanafunzi wenzako unachukiza, basi dawa yako leo ninakupatia kwa mambo mangapi? Matano, kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maneno ya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. La kwanza anasema qiraatul Qur'an. Kwa siku ikikupita tu hujasoma Qur'an, hasara. Kwa siku moja hujasoma hata aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hasara. Kwa sababu hii Qur'an, kumbuka, ndio dasturi, ndio katiba ya kukupelekesha maisha yako yote ya mwanadamu. Leo ingelikuwa sisi hatuna Qur'an, ingelikuwa kila mwanadamu anaishi kwa dasturi yake. Yule anaswali raka 20, yule anaswali 70, yule anaswali 3, yule anasema si swali. Kwa sababu hakuna mwongozo, hakuna mapu ambayo kwamba tupeleka. Kwa hivyo sisi ni kwenda kama wanyama. Kwa hivyo hao monkeys wataenda kulingana, wao ni familia moja ya monkeys. Kwa hivyo wanakuwa namna hii, wanapenda ndizi. Tuende katika paka, wanapenda samaki. Sio sisi wanadamu tungelikuwa na mafungu, kwa sababu ingelikuwa hatuna nini? Akili ya kutumia ile ratiba ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea. Qiraatul Qur'an. Na ndio kaona ukianza Ramadhani tayari, yani siku ya kwanza umemaliza juzu ngapi? 3. Lakini tembea kila unavyoenda, wewe tembea uone. Utaendelea 10 la pili wasoma nusu juzu, 10 la tatu sura moja waitafuta. Sema yani unakuwa na ile. Wajua ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wewe hukuwa na maandalizi ya kusoma Qur'an. Yani umeingia kwa mechi leo tayari wapate jezi, alafu ukafunga mabao 10, wafungwa wewe hayo 10. Kwa sababu hufanya mazoezi. Walofanya mazoezi kwa muda kabla ya kuingia katika hiyo machi, lazima watakumaliza. Hivyo Qur'ani kwa namna hiyo ni lazima moyo upatilizwe. Ni kama cheni ile ya baskeli, ni lazima itembee kwa mara nyingi ndio itaingia katika sehemu yake. Kwa hivyo qiraatul Qur'an, tafakkuru wa tadabbur. Soma Qur'ani, tafakari na kuzingatia. Pili, wa halaul batan, kupunguza kula. Ukitaka dawa ya moyo, punguza sahihi. Lakini ushapiga haramu, ushaachilia. Wafanya nini zako hivi saa 10 mpitia tena jamaa. Vipi kuna kikubakia bakio? Yani huyu jamaa, yani amekuwa dasturi yake. Lao ingelikuwa sisi tunaika stock kama vile mbuzi, huyu jamaa angelikuwa ameweka nyingi. Maana kila masaa atakana fanya nini? Achiwinge, atafune tu. Hii ni moja ya kukudhoofisha moyo wako. Ndio ukiangalia katika hutuba yangu ya kwanza nikisema maandalizi ya kimwili, ni hadithi ya Mtume kuwa nahnu qaumun la naakulu hatta najua. Sisi ni umma ambao kwamba hatuli mpaka tuwe na njaa. Wa idha akalna la nashba, na tukila hatuli kushiba, tunakula kuondoa nini? Njaa. Kwa hivyo katika moja ambayo kwamba itakupelekea moyo wako kuwa laini na maandalizi ni kuwa na khalaul batan, kupunguza kula. 3, wa qiyamul layl, jaribu kusimama usiku. Nakumbuka nilipokuwa hapa Shimo, ilikuwa sipati muda kuja hapa, si ni kweli? Utakujaje usiku uje kuswali? Hairuhusiwi mwanzo. Katika sheria ya shule hairuhusiwi saa 7 za usiku onekana huko. Iwe ni Ramadhani si Ramadhani. Lakini nishawahi kushuhudia baadhi ya wanafunzi ndani ya domo, watu wanakoroa mama usiku, amepewa mswala, jamaa anamlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala, anamlilia. Yani kiasi ya kwamba utapata mtu anashtuka, anafanya uganga huko, fanya hivi, jamaa huko kwenye mswala anamlilia Mwenyezi Mungu, haki ya kumlilia. Kwani utakunambia ni wakati upi utamlilia Mwenyezi Mungu? Wasubiri malize shule, hiyo ni tule uweze ukafa wakati uko Shimo. Kwani haiwezekani? Ni wakati huu sasa hivi, patiliza.
Katika kile kitanda unaweza kufanya ibada kubwa ambayo kwamba ni ya kwenda kufikiria yale madhambi uliyoyatenda. Umekaa kitako katika kitanda chako, unamlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo ndio ibada jamani. Ukimsikia mtu anasimama usiku, siku anasimama mpaka maguu yanamfura, hayo ni mazoezi ambayo kwamba hayana maana. Ni kuwa namna alivyosimama, kuna fikra za kutoka katika moyo wake zinamdondosha macho yake machozi, madhambi yanaanguka. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala usiku wa kila siku anaamrisha malaika, anaambia hebu tokeni katika ardhi, tizameni ni nani anayetaka msamaha wangu. Anakuja kuviu watu wote, kiingia madomoni kule, jamaa amelala, ndio jamaa amelala, ya Rabbi amerudi. Hakuna shimo mzima, hakuna anayetaka msamaha. Rudi tena, kuna kiumbe wewe kina moyo wa kuamka, aja tena savee jamaa wote, hakuna shekhena, ya Rabbi hakuna. Akamwambia hao wanapoteza fursa, kifo chao kitawajia hao. Lakini tizama, Mwenyezi Mungu ametuma malaika hao, kisha kupate umekaa usiku unamlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Shekhena, ni huruma ipi Allah subhanahu wa ta'ala atakusikitikia? Wallahi Mwenyezi Mungu ni Ghafurur Rahim. La taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Madhambi yako kwake ni madogo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaweza kukusamehe akakuweka ni kama ulizaliwa leo tumboni mwa mamako, kwa kusimama tu lailatan, usiku mmoja peke yake, imanan wahtisaba, ikiwa wewe una imani na kutaraji kuwa mimi nitasamehewa madhambi. Na tena ukiamka usiku watu hawakuoni, kwa hivyo katika dhambi la kujionesha haupo. Hawatanioni mimi niko usiku, utaniambiaje kwa ajionesha huyo? Hapo waweza kaanza kupiga raka kwa ambao watoto wapiga yapi, basi ule kijana huyo hapo waweza kusema hapo jamaa anajionesha. Wengine nasema lakini usiku nani utamuonesha kama si Allah subhanahu wa ta'ala? Wana muonesha Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anataka muoneshe. Sasa ibada ya kuamka usiku nina kariri, si paka uende likizo, si paka uende half time, sivyo, hapana. Ni sahihi leo tayari anza ile zoezi, ndio itakupatia ukiingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani moyo wako unakuwa safi. Hiyo ni ngapi hiyo? Hiyo ni ya 3. Ya 4, watadharru inda sahari, na huyu vile vile anastahili anyenyekee wakati wa mwisho wa kuingia katika alfajiri. Sahari yani alfajiri baada robo saa. Muone hiyo istidad batniya, jismiya, aqliya wa ruhiya. Uwe na unyenyekevu wa kuingia katika swala alfajiri. Utapata wengi watu misha kuswali na watu hapa, jamaa kwa alfajiri jamaa kwa hapa ni shawai paka mara nyingine anafanya kumpushi angalau naye shtuke, lakini akipushike kidogo huyu ameenda tena. Inaitwa ibada ambayo kwamba haina tumanini. Ni maandalizi ya kuingia katika ibada, moyo wako uwe vizuri, mwili wako uwe sawa. Hata katika Ramadhani, ukiingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndio watu wanakula daku, na ile daku jamaa sikula kupitiliza, utashikwa na njaa. Ina experience mimi niko nao, sijui wengine. Nikila sana daku nilenyewe mpaka nasema saumu ya kesho hiyo itanipata. Nikilala sana ikifika saa 7 hivi najikuta na njaa vibaya. Lakini nikipinya ni zile snacks zile tayari tende nini pale juu ile imebaki nini namna hiyo, na ikuta ile saumu inaenda tasalsula, yani pole pole mpaka na uhisi mwili unahitaji kuendelea kufunga. Lakini ukikula zaidi kwani leo ni 20 na ngapi? Kwani leo 23 leo? Hebu angalia kalenda. Nani alikwambia hili? Hii ndo program ya Mtume malaika. Hii ni binadamu shekhena. Program ni kwa jua alifanya nini? Usianze wachelewesha leo. Sijui leo. Hiyo ni kwa sababu wewe hujafanya maandalizi. Huna maandalizi. Kwa hivyo atakana tumanina. Mwisho wa mujalasati salihin, ni watu wakae katika vikao za watu wema.
si kukaa kupiga umbea. Wanaume wazima unapiga umbea, yani sifa ya wanawake kutoka wakati wa Nabii Yusuf. Wakumbuka kile kisa cha Yusuf alipotokea hivi, wanawake wote wakajikata vidole. Wakumbuka? Si umbea ama ni umbea ule? Yani jamaa anamtizama mtu mpaka anajikata kidole. Sasa hiyo fikra wakati huu leo imekuja kwetu si wanaume. Yani wamsema live, yani mwalimu fulani. Unatakia nini wewe? Wamsema kabisa yani. Basi ule nakwambia ule na mwana kama kidemo. Yaani sauti yake ule. Alafu wajua nini nakwambia? Mimi kule msikitini kule utawaambia nikamwataka sijui nini. Hiyo si sifa ya wanaume hiyo. Mwanamume ni kutoka tayari. Chama, hebu tupatie program ya Ramadhani hapo. Mbona sielewi hii Ramadhani? Si ni haki yako bwana. Alhaqu yuqal, si ndio? Haki inazungumzwa. Hata ukiwa kule kizimbani niongee kikweli, si ndio? Mstasini kulikoni? Tuambie toko wazi kabisa. Ninakumbuka wakati tukiwa hapa Shimo. Hapa. Unajua mimi nakupa dalili mantikia, yani practically hapa. Nilipokuwa hapa Shimo, ilikuwa kwanza hatuchangi hizo pesa za Ramadhani. Hapana, Ramadhani vipi tuchange vipi pesa za fani? Hatuchangi. Kila ambacho kiko kule tubadilishie. Baada urzun ule mchele, tuweke unga tupike chapati. Tuweke unga tupike mahamri. Nafanya hivyo istibdal. Inabadilishwa hii inaletwa nyingine. Lakini namna nimefika form 2 nakutama. Haya 500 za Ramadhani itaanza hapa hiyo program. Ndio mpaka hii 2026 ni shingapi? Sumone hiyo ni tabaddulul ghair mantiqia. Yaani unakaa tu mambo yanabadilika yenyewe kwa ndio CBC sasa. Tuendelee mbele. Sasa katika haya mambo matano ndugu yangu, ukitaka kufanikiwa, soma Qur'ani, punguza kula, simama usiku, kuwa na tawadhu na utulivu kabla kuingia katika swala alfajiri, na mwisho kuwa na majalis. Watu wakae na watu wema, kuongea vikao vya wema. Nikimalizia hadithi yasema, idha sumta, ukifunga, faliyasum sam'aka, funga pia masikio yako. Si hivi jamaa. Yaani usisikilize ambayo hayafai. Ukienda kule TV room, jamaa yaani utamwona jamaa swali hii na kingi hapa. Thank you pale sema nani wife anauliza. Nani anaswalisha? Kijana hataka. Kile kule mbele. Yeye ndio remote. Yeye wa kwanza. Sasa wewe umekuwa katika wale watu unaamrisha watu lakini unajisahau nafsi. Sio haiko hivyo bwana mtume alikata kabisa. Hao ndio wanafiki hao. Wanafiki ni hivyo. Jamani wewe nawaambia mimi haifai kusema uongo, lakini huo ndio wa kwanza. Anaitwa kadhabu. Walikuwa wakati wa mtume mfitinishaji mkubwa. Tuunganeni jamani. Akitoka hapo enda kule. Akamwambia mimi ule nani? Sikubali kabisa. Haiwezekani. Mfitinishaji wa kwanza. Hao hawaitakia, hao ni wale ambao kwamba wakionekana tu wastahili inuliwe juu mara moja. Wanaweza kutuangalia hao wakatuangamiza, ikawa mvua isinyeshe ili kizwa mvua isije kwa sababu ya kiumbe. Hao wastahili inuliwe kabisa na watolewe kabisa. Haiwezekani. Kwa hivyo faliyasum sam'aka, ukifunga funga pia masikio yako. Wabasaruka, na macho yako. Ndio hiyo, waangalia zisizo manipata. Mwenye simu ule pale saa 7 za usiku, tizama hii YouTube yaleta zile unazotaka. YouTube si yaleta unazotaka? Ama YouTube yaleta vipi? Yaleta vitu unavyovitaka, ama hamtizami hilo hiyo. YouTube huwa inaleta vitu unavyotaka. Ukiwa unataka Qur'ani, YouTube yakwambia hizo tena hiyo tukitaka. Wewe unataka hii, nakupa na hiyo. Wataka dua, Shurema kuja Abdul Basi na huyo tena mtaka. Na ukitaka ile nyingine pia, haya na hiyo wasemaje? Umenielewa? Kwa hivyo wabasaruka, macho jamani haya. Haya macho yana mitihani. Walisanuka anil haram. Na jiulimi lako kuongea sofa. Kuongea kwa yuka tu, kuwa msikilizaji sana, usio mzungumzaji sana. Wanasema ukiongea sana warudie unawajua.
Na ukisikiliza sana waadi kipya usichokijua. Lakini kila mahali assembly tayari mtaila kwa mimi nitaongea. Kwenda kule tayari mimi tayari na present. Wewe shaka wayarudia unayojua wadi lolote. Kwa msikilizifanye zuzu. Hiyo sawa yuko kabisa. Huyo mwenyewe huyo mambo yake. Anajitia kama uelewe. Kumbe ndo unaelewa zaidi kumliko, na mara nyingi wale vimbele wa hapa kuna kibona kijamaa kila masana. Wewe kila mahali wewe tayari uko kama kunguni. Hakosekani harufu yake. Umenipata? Ujue jamaa hapa kidogo ana taabu. Hapa hakuna kitu. Weza anajionyesha hivi kimwangalia physics kule katika maths. Ndugu yangu. Kukusanya mitabu tu maana ya class wa kumpelekea Mr. nani basi kazi yake hizo hao watu. Kwa hivyo tuhifadhi hayo mambo ya kimsingi. Kuna mambo mingi nikimalizia, ila wakati umeniondokea, nitamalizia kwa kusema maandalizi ya mwili hutupa nguvu. Kujiandaa kimwili kukupatia nini? Nguvu. Na maandalizi ya kiakili hutupa mwelekeo. Wapi tumetoka na wapi tulipo na wapi tunaelekea. Lakini maandalizi ya roho hutupa ukaribu wa kuwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. As'alu Allah al-'auna wa at-tawfiq bima yuhibbu wa yarda. Innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.